baadaye siku moja neema sasa inakuja ya wokovu. Nimekaa hivi nikaota ndoto fulani. Ukiwa umesinzia au? Nikiwa nimesinzia nikaota ndoto. Nikaona niko sehemu kwenye uchochoro. Halafu huku nikienda huku pamezibwa. Nikirudi tena huku pamezibwa. Halafu kuna vitu vinanikimbiza. Ila pote pamezibwa. Na waza vimepitia wapi? Lakini huku napita na hii nitoke pamezibwa na penyewe. Nikatulia. Wakati nimetulia hivi pale nikasikia mtu ananiambia, "Aise, yani hapo usipookoka hao maadui watakuua." Nikashtuka baadaye kwenye usingizi. Nikaanza kuwaza mimi na kuokoka wapi na wapi? Hii nyumba ni mbaya ya bosi. Hizi habari ninazoanza kuziota ni mbaya. Bosi nikaanza kumuomba nauli. Nikamwambia bosi, kama mshahara huwezi kunipa, acha nirudi tu nyumbani. Nataka nirudi nyumbani. Naona ndoto za hapa zimeshakuwa mbaya. Wakati naota ovyo ovyo, sikuwahi kuanza kuhangaika, lakini nilipoota hiyo ndoto nilijisikia vibaya sana. Vibaya. Kumbe wakati ule nikatulia tena. Nikaendelea na kazi. Baadaye tu nikawa naitafakari. Kwani niliota vile? Boss akaniambia, "Mbona huna amani?" Nikamhadisia ndoto. Unajua boss alichokifanya? Nikaona anaanza kufurahi. Yaani mimi nimeota ovyo, yeye anashangilia boss. Swala ambalo litugombanisha hilo sana na boss. Tuligombana, nilikasirika sana. Nikasema boss kwa kweli anadharau. Hata kama ni kuniajiri, siwezi kuota ndoto mbaya hivi. Wewe ukashangilia. Yaani mimi kicho nigombanisha na boss, kinigombanisha kwa nini nafurahia matatizo yangu? Yaani ile ndoto niliona kama ni tatizo kubwa. Kwanza ukoo mzima utaonaje nikiwaambia nimeota hivi? Haiwezekani. Maana yake alafurahia tatizo la ukoo mzima kwetu. Mimi tangu nimeishi maisha yote kwenye ukoo, sijawahi kusikia mtu ameokoka wala amefikiria. Na hakuna aliyeokoka tukamwita ni ndugu yetu. Sisi tulihesabu amekufa. Na ni mmoja tu, wengine wote. Na yeye baadaye alirudi. Walimuenda wakamkalisha vikao na nini, na mimi nikawa namwangalia. Hivi umeanzaje wewe? Hivi unatoka ukao Mkristo wewe? Masi hatusemi kuokoka. Wakristo Waislamu waseme sisi tumeokoka. Wao wanasema kubadilisha dini. Hawajui kama kuna tofauti ya kubadilisha dini na kuokoka. Kwa hiyo nikaishi pale. Baadaye siku moja nikatulia, nimeamka asubuhi kama vile akili zimeruka. Kaambia leo boss tunaenda kanisani. Boss alishangaa sana. Na mimi naongea hivyo sielewi. Yaani sielewi kwa nini naongea hivyo, lakini najitambua niko naongea hivyo. Ila tunaenda njiani niko na shanga. Nilipofika mlangoni kama boss, mimi nilikuwa nakutania bwana. Wewe ingia kanisani, mimi napitiliza. Nikapitiliza, boss akaingia kanisa Jumapili. Tulipopitiliza nikaenda zangu. Nikarudi mimi. Baadaye nikaenda kutembea, nikarudi nyumbani pale Mwanza mjini. Nikatoka nikaenda. Boss akasema, "Mbona uliahirisha?" Kusema hamna. Mimi hivi unaniona mimi wa kuokoka? Kabisa unaniona mimi ni Mkristo? Boss haiwezekani. Haiwezekani. Nikaondoka. Tukaishi hivyo. Siku nyingine tena nikaamka penyewe na hamu kabisa ya kwenda kanisani. Boss akaniambia twende. Akasema wewe bwana wewe twende. Na boss alikuwa akatama hata kama ningemdanganya mara ngapi. Akatama nikishamwambia tu hivyo anakubali. Anaomba. Tunaye nikifika mlangoni namwambia boss, mimi haiwezekani mimi kuokoka. Haiwezekani. Naondoka tena. Mara ya 3. Nikasema boss, kwani mimi nasalije? Hebu haya bwana leo twende. Tukaingia kanisani. Kwa mara alafu tunaingia kanisani kama vile akili zimehama. Yaani sielewi kwa sababu tangu nizaliwe sikuwahi kufikiria wala kuona nimekanyaga kanisani. Na nilipoingia tu kanisani nikaona kama niko naota tu. Yaani nimeenda mwenyewe. Alafu tulipofika nikaona hamna, hii ndoto hii. Mimi siwezi kuenda kanisani. Nikaona hii ni ndoto. Haiwezekani Hussein Moshi Hassan kwa jinsi ninavyojua dini na nilivyosoma Qur'an na nilivyofundishwa misingi ya Qur'an, siwezi kwenda kanisani. Ila hii ndoto ya leo inakuwa kama ile niliota juzi. Zimefanana.
Nikashangaa ndoto haiishi. Baadaye wanaanza kuita wanaotubu. Sawa, sasa wanaanza kuita wanaotubu. Mimi niweke nukta hapo kidogo, nijaribu kupita kwenye jumbe hapa. Huyu anasema ushuhuda, anaitwa Yoshua Ruguru kutoka Uyui. Anasema nawapata kwa uzuri, asante. USD anaitwa Jennifer Lazaro, anapatikana Marabi. Kwa kweli huyo kaka nampa ongera kwa maamuzi. Haya, ushuhuda, pole sana kaka kwa mapito uliyopitia, endelea kumuomba Mungu, ndiye anayetoa mabaya. Okay, itakuwa ni ya wiki iliyoisha. Okay, ushuhuda, Samson Enos kutoka Kakora. Kaka kweli Mungu aendelee kukubariki. Ushuhuda nasema okay. Sawa, wote ambao umeweza kutuma jumbe zenu na zingine ambazo nitaendelea kuzipitia hapo baadaye, Mungu aendelee kuatia nguvu, lakini endelea kumfuatilia. Niko na mtumishi hapa Yohana Moshi ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ndani ya 94.1 Radio FM. Na burudani kidogo, tupate maji kidogo alafu nitarejea. Namna hiyo sasa tunaweza tukaendelea. Mtumishi wakaanza kuita wale ambao wanaenda mbele kutubu ama kuombewa. Ikawaje sasa? Alipoita mimi sielewi kinachoendelea pale. Wanaita lakini mimi sielewi kama tunaitwa sisi ambao tutubu. Nikaona wengine wanaenda. Boss akanifuata. Akaniambia na wewe nenda kwa wale. Unaona wale wanaoenda nenda. Sasa nenda kufanya nini? Wewe nenda tu, utakachokisema utakuwa unakifuata na wewe. Nikasema boss, sasa nikafanya nini? Mimi si nimekaa tu huku, kwani shida iko wapi? Boss akaniambia wewe nenda. Nikasema nitaenda Jumapili nyingine bwana. Mimi nimekuja hapa, akasema hamna. Boss alikomana mimi sikumuelewa. Tukatoka hadi kanisani sijaenda kutubu. Boss ukiniona tena kanisani. Ujue sasa akili zangu tumeshakuwa hapana. Huwezi kwenda tena kanisani, nimechomoka leo, siendi. Kweli wiki nyingine kafika. Kwa sababu ibada zilikuwa zipo kwanza zinafanyika, ilikuwa kanisa moja linaitwa Living Water. Yaani ni na yenyewe pia ni kanisa la mtumishi mmoja anaitwa Laurent Magike. Wengi watakuwa wanafahamu askofu yule. Kwa hiyo nikamwambia hamna, mimi siwezi tena kwenda. Baadaye bosi tulipoondoka kutoka kanisani, tulipofika nyumbani nikatulia. Ijumaa ibada zetu zilikuwa ni ya Jumaa na Jumapili. Ijumaa akaniambia twende, nikasema hamna. Jumapili nikamwambia twende, nikasema twende tena nikaangalie bwana. Hapo sasa nafanya kitu ambacho sikuwahi kukifikiria kama inaweza katokea. Baadaye tukaenda pale. Walipoipa tena akaja tena kuniambia, walipoita njoo tena mtumishi. Akaja akaniambia ndugu yangu. Mtumishi akaja akaniambia ndugu yangu na mashemasi. Akaja na shemasi fulani. Akaona bosi atumia hekima, nafikiri aliona mimi huyu hanielewi kwa sababu mimi ni bosi wake. Akamtuma shemasi. Akaniambia nenda pale kaokoke. Shemasi akatumia jina la kawaida, kampokea Yesu. Kumbe katumwa na bosi. Kaambia yule. Mimi nielewi, akamwambia yule. Nikamwambia wewe umejuaje kama sijaokoka? Mpaka niko huko kanisani, si unaona nimeokoka. Mimi siendi kule. Wewe umejuaje? Akasema nenda pale na ukaombewe, Mungu akusaidie. Na Mungu ameshanisaidia. Niko na bosi wangu na napokea mshahara, Mungu ameshanisaidia. Kwa hiyo wewe endelea na mambo yako. Kwanza mimi nimeshaokoka na ndio maana niona niko hapa. Niacha kaenda shemasi. Baadaye karudi tena akaniambia nenda pale wakombe. Nikasema haya ngoja niende, siwe kesi. Nilikuwa najibu majibu magumu tu. Bwana isiwe kesi bwana. Nikaenda pale na mimi. Wakawa nasema na mimi nasema. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Nikamaliza. Amina toka pale. Sikuelewa lakini. Yaani nimetokaje pale na nini, wakatuombea pale na nini. Basi. Tulipomaliza tukaondoka na bosi. Alafu nikawa na amani vibaya sana. Lakini kama niko naota, yaani sielewi kama nimeokoka. Na ilipita miezi 6. Sielewi kama na mimi nimeokoka. Yaani naona kama vile ni ndoto. Maana ni jambo la haiwezekani. Na akili yangu kweli kawa iniingia kiini, sasa haiwezekani kuokoka.
hapa tu sielewi. Miezi yote bosi tunakaa tukaanza kukaa, yani nikawa na furaha na amani kuliko mwanzo. Nikawa na amani sana. Nikawa tunaenda kanisani, nikafundishwa. Baadaye mafundisho yakakaa nikaanza kuelewa. Baadaye nilipoelewa kwetu sasa Kigoma, wakajua sasa. Pale ndipo kesi ilipokuja. Wao wenyewe wakaona kama wanaota. Kwa jinsi wanavyonifahamu, haiwezekani kuingia kanisani wala kusogea mlango wa kanisa. Na mimi nikawa nimeshapata amani na Yesu akawa yuko ndani, mizizi imesha komaa moyoni. Sielewi mtu. Kwa hiyo hicho ndio chanzo cha kuokoka. Lakini vita ikaja niliporudi Kigoma, nyumbani, kijijini kwetu. Ndio kesi ilipokuja. Pengine unaweza ukatupisha kidogo hapo, ilikuwaje sasa ulipofika Kigoma? Ili kuna mwingine ambaye muda huu anatamani kuokoka, lakini anafikiria familia yake ambayo haijawahi kuwa na wazo la kuwa na Yesu. Anasema basi tu nimwachie Mungu. Okay. Hebu tupishe kidogo hapo. Na hapo ndipo ambapo watu wengi wanashindwa kumpokea Yesu. Wanachelewa, hawashindwi, ila wanachelewa. Kwa sababu yeye anakuwa anahisi familia inamtenga. Lakini mtu anatakiwa ajue, kuna muda hata familia isipokutenga, mtu anaweza kafa unayemtegemea. Maisha yanaendelea. Au wakakutenga ndugu na maisha yako yakaendelea. Ndio maana unaweza kushangaa nimetoka Kigoma naishi huku Tabora na maisha yangu yanaendelea. Ndo vitu kama hivyo. Na nilipofika pale kijijini, kwanza kijiji kizima walishangaa wanavyonifahamu. Hata Wakristo walinishangaa, wakawaza huyu jamaa kweli kaokoka, ana jambo lake kuja hapa kanisani. Hata Wakristo. Nilipofika pale kwanza wazazi wangu hawakunielewa kabisa. Kaniambia kwanza, tumesikia uko bado uko Mwanza. Umeokoka kweli au umebadili? Kwanza wakasema umebadili dini? Nikasema hapana. Mimi sijabadili dini. Ila nimeokoka kabisa. Yesu ni Bwana. Na watofautishia kubadili dini na kuokoka. Nani hakushawishi? Nikasema ningeshawishiwa na mtu, isingewezekana. Nisingeokoka, ningebadili dini. Sasa sijashawishiwa na mtu. Ni injili iliyoingia kulingana na matendo ambayo Mungu alinitendea miaka ya nyuma na miaka hii, nikajikuta nampokea Yesu. Kwa hiyo nimempokea Yesu, mimi sijabadilisha dini. Kwa hiyo wewe bado ni Muislamu? Nikasema mimi ni Mkristo. Kwa hiyo Uislamu sijauacha kwa kuuchukia, nimeuacha kwa sababu ya neema ya Sasa kabla hapo sijatoka kule, kuna watu ambao zamani walikuwa wananiagiza. Unajua nilikuwa baadaye shetani alipokuwa anataka kutengeneza, alikuwa anataka labda niwe shehe mchawi. Kwa sababu kuna mzee fulani, wazee na baadhi ya ndugu pale, alikuwa na hisi sio alikuwa wachawi, sielewi. Walikuwa wanaweza kunituma nikachukue mtu unyayo. Nikashangaa. Nikawa nashangaa. Hivi mbona watu kama wameelewana wao wananiagiza? Mtu mmoja alikuja kunituma unyayo wa mtu. Eti nimchukue. Unajua kuchukua unyayo? Wakanipa maelekezo. Yaani hizo ni hatua za kichawi sasa hizo. Kwamba mtu kamchukue mtu unyayo, unafanya hivyo namchukua mtu unyayo. Nasema haya. Nikawa naenda kuchukua. Sielewi. Nikawa nauliza. Nikauliza, mbona mnakuwa mnaniagiza hivi? Mimi mnanionaje? Mbona ni hatua ngumu kumchukua mtu unyayo, sio jambo dogo. Wakaniambia hiyo unyayo tunamchukua mtu ili kusudi, na wewe tutakusaidia ili kusudi akitaka kuua wewe, kukuloga, unafanyaje? Ule unyayo unakuwa umeshaunywa, hauwezi kulogeka unyayo, mtu anakufa yeye. Nikasema basi hamna shida. Maana kabla wananiagiza nilikuwa nauza, sababu ya kunituma hivi ni nini? Wakaniambia hivyo. Kwa nilivyorudi nimeshaokoka, watu hao walishangaa pia. Wazazi pale wakaniambia, bwana, kisheria ya Uislamu wewe unahesabu umeshakufa. Na kweli ukiokoka kwenye familia ya Kiislamu ambao wanajua dini, sio hao Waislamu waswahili ambao wanajua Uislamu mwezi wa Ramadhani ndio wanajifanya wanafunga, sio wanafanya nini msikitini kutwa.
kwa sababu ya mwezi mmoja. Mimi nilikuwa ni Muislamu wa miaka yote, sio wa mwezi mmoja wa Ramadhani tu. Ilikuwa kama ni kanzu, kama kiparagashia kile kikofia chao nimevaa mwanzo mwisho. Kwa hiyo nilikuwa naelewa Uislamu bwana sio wa mwezi. Uislamu ulikuwa mimi wa kwangu ni wa maisha yote. Kwa hiyo